Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imethibitisha kwamba haina imani yoyote na Marekani katika mazungumzo na kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kwa sasa, bali ni ujumbe wa wapatanishi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amethibitisha kuwa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, bali ni kubadilishana ujumbe kupitia waamuzi. Tangazo hili linakuja huku kukiwa na mvutano unaendelea na kutokuwepo kwa uhusiano rasmi wa diplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Araghchi alisisitiza ukosefu wa uaminifu kati ya nchi hizo unaonyesha kuwa mawasiliano ya sasa hayapaswi kudhaniwa kuwa mazungumzo. Mawasiliano sio ya moja kwa moja ni sehemu ya muundo mpana wa ushirikiano wa kidiplomasia kupitia wapatanishi badala ya mazungumzo ya moja kwa moja. Wa Iran wamesema kwamba kwa namna moja ama nyingine hawawezi kuamini tena wa Marekani kwa sababu walifanya mazungumzo mengi lakini yasiokuwa na tija, na kwamba wakati huu hawana imani yoyote katika kufanya mazungumzo na Marekani na kwamba wao wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Jambo muhimu ni kwamba taarifa ya Araghchi inaonekana kupendekeza kupungua kwa uwezekano wa mkutano wa Marekani na Iran kufanyika katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa tarehe iliyotajwa, kwani hakuna mazungumzo ya moja kwa moja. Uthibitisho wa mawasiliano ya moja kwa moja pekee unaendana na hali ambapo mazungumzo ya amani hayana uwezekano wa kutokea mwishoni mwa Agosti mwaka 2026. Bei ya soko la nishati inaonekana kupungua kwa wastani kwa uwezekano wa mashirikiano ya kidiplomasia ya Marekani na Iran, jambo linaloonyesha mashaka juu ya mazungumzo ya moja kwa moja na kati ya Marekani na Iran. Waangalizi wanapaswa kufuatilia matangazo yoyote rasmi kutoka kwa serikali ya Marekani au Iran kuhusu mabadiliko yanayoweza kutokea katika mkakati wa mawasiliano. Hata hivyo, maendeleo kama vile uingiliaji kati wa wapatanishi au mapitio ya diplomasia yasiyotarajiwa yanaweza kubadilisha mtazamo wa sasa. Mienendo ya kisiasa inayoendelea katika Mashariki ya Kati, hasa inayohusiana na wapatanishi wa kikanda kama Qatar na Pakistan, inaweza kuathiri mwelekeo wa uhusiano wa Marekani na Iran. Inaweza ikasaidia kwa namna moja ama nyingine kwa nchi zote mbili kuguswa na dalili zozote za maendeleo au vikwazo katika juhudi hizi zisizokuwa za moja kwa moja za diplomasia, kuhakikisha nchi hizi mbili zinakaa sawa na kwamba hakuna namna ya kuendelea na vita. Lakini dalili zote zinaonyesha kwamba bado hakuna uwezekano wa kuwepo kwa amani kati ya nchi hizi mbili, kati ya Iran na Marekani, kwamba wakati wowote Marekani inaweza ikarudi katika uwanja wa vita, huku wa Iran wakiendeleza operation walioianzisha ya kushambulia popote ambapo yatatokea mashambulizi. Ni kile ambacho kimeelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran, na kwamba Iran ina hofu kubwa katika kufanya mazungumzo na Marekani, na moja kati ya jambo ambalo wakati huu linatazamwa ni kuzungumza tu na wapatanishi na si kuzungumza na wa Iran na wa Marekani. Lakini wachambuzi wakisema kwamba hakuna uwezekano wa mazungumzo ya aina hii kupata ufumbuzi, kwani mazungumzo ya moja kwa moja hayakuleta tija huko Pakistan, na sasa mazungumzo yanaendelea ni mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Na hata katika mazungumzo ya mwisho wa mwezi huu, wachambuzi wanasema huenda Iran isiende katika mazungumzo hayo na kwamba yakabaki katika maandishi tupu ama yasifanyike kabisa, na huu ni mwelekeo wa vita vingine kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.